lakini majibu ambayo tumekuja kuyapata ni mapera na nyumba ya udongo. Wakazi wa mtaa wa Peruhanda, eneo la Makula, kata ya Mji Mwema, halmashauri ya mji wa Njombe, wameiomba serikali kuingilia kati ili kuwarejeshea eneo lao la ekari 25 walilompa mwekezaji kwa ahadi ya kujenga shule ya sekondari, lakini ameshindwa kutekeleza ahadi hiyo kwa zaidi ya miaka 8. Christopher Mng'ong'o na Leonard Kihombo, walio miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, wametoa ombi hilo wakati wa mkutano wa mbunge wa jimbo la Njombe mjini Deo Mwanyika alipokuwa akisikiliza kero zao, ambapo wamesema mwekezaji ameshindwa kuendeleza eneo hilo na sasa amepanda miti ya matunda na kujenga nyumba ya udongo badala ya shule. Upande wake, mwakilishi wa mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe, Nikas Rusaila, amesema kwa kuwa wameipata changamoto hiyo, wanakwenda kuunda timu ya wataalamu ili kufuatilia suala hilo na kulitafutia ufumbuzi. Mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Deodatus Mwanyika, amesema katika timu itakayoundwa ni muhimu wananchi na diwani washirikishwe kikamilifu ili kumaliza changamoto hiyo ili isiweze kuongeza mgogoro zaidi. Aliwahi tokea mwekezaji mmoja kuwa ataweza kuwekeza pale kujenga shule na wananchi walitoa lile eneo wakati huo sisi tukiwa bado wadogo, lakini mpaka leo shule haijajengwa na pia hamna kinachoendelea zaidi ya kuna tu kajengo kadogo pia kalijengwa kwa tofali mbichi, na tunavyojaribu kulihoji lile eneo, kila ukiangalia inaonekana kama kwa saizi wananchi wa upande wa Makula lile eneo hawana hakinalo. Kwa hiyo tunataka mtusaidie, maana tulivyojaribu kuhoji kwa mkutano wa mwisho ni kama yule mama aliyekuja kuwekeza pale lile eneo amelikatia hati, ni kama tayari kama la kifamilia, yaani sisi hatuna haki nalo. Kwa hiyo eneo lilitengwa kwa ajili ya shule? Ya, linaonyesha hivyo lilitengwa kwa sababu limetengwa wakati sisi tukiwa wadogo. Na tulivyoulizia litengwa kwa ajili nini? Kwa ajili kama mji unavyozidi kukua, mtaa huu hii itakuwa shule ya Mpobota na pale ambapo litengwa litakuwa ni shule ya msingi Makula. Sasa alivyoingia huyo mwekezaji aliingia kwa gia hiyo hiyo kwamba nitawatengenezea na kuja kujenga shule. Lakini tulivyoulizia mara ya mwisho, kwa yale majibu yaliyotolewa ni kama tayari sisi hatuna haki na lile eneo, hatuwezi kuliendeleza, hatuwezi kufanya kwa sababu kuna vitu vyake ameshaviweka, kuna parachichi, kuna nini, kwao ni kama tukitaka kuhoji lile eneo ni kama inatakiwa tumlipe fidia. Huyo mwekezaji alisema kwamba atajenga sekondari. Atatujengea sekondari iwe sekondari, si kwamba kwa ajili ya shule ya wamama. Lakini matokeo yake kwa sasa tunaona hajengi. Tulimpa bure, hatukumuuzia, hapana. Mwanangu akiwa darasa la 6 akasema akiwa darasa la 7 atasoma pale. Akishamaliza tulienda kufanya survey, tukatoa mipaka, lakini majibu ambayo tumekuja kuyapata ni mapera na nyumba ya udongo ambayo ni kiwanja kimejengwa pale. Akakiri kwamba yeye tumuongezee muda, akaongezewa muda, lakini mpaka leo ninaamini kwamba ni si chini ya miaka karibia 10 imeisha. Lakini ni katika kuulizia kwenye serikali inaonekana amesema kama alivyosema kijana aliyepita Christopher. Hapo ni awamu kama ya 3 ambapo anasema anaomba tena aongezewe muda. Kwa hiyo naomba serikali itusaidie. Sisi tunapenda serikali itufanyie mipango ya taasisi yenye kuleta maendeleo. Lakini kwenye swala hili mheshimiwa, ilitakiwa sisi kama tunataka labda tuanze kutoa notice kwa yule mtu sasa. Lakini sidhani kama kuna jambo lingine za tukafanyika, labda kutumike ubabe tu kwamba bwana kwa sababu hutekelezi basi eneo letu achia. Lakini hakuna notice, tunalalamika mambo lakini hakuna notice yote tunayoitoa kwa yule mtu. Na yule mtu ana mpango, nadhani kama unatakiwa uishie ule mpango mpaka 2027 ndio atakuwa ameshafanya hilo jambo. Tuanze na hilo la shule. Kwanza nimwombe mheshimiwa diwani. Mheshimiwa mbunge, mimi swala la eneo la shule wanalosema walimpa si mwekezaji ndio nalisikia hapa, na kama wamewahi kuniambia kwenye mkutano, tupo hapa wote, labda wanikumbushe, lakini mimi sijawahi ambiwa juu ya hilo eneo. Mheshimiwa mbunge, nitakudanganya.
Haya, nashukuru Mheshimiwa Diwani. Labda walikuwa wanaendelea kuongea naye. Naomba ukae tu. Afisa ardhi, mkurugenzi. Useme afisa ardhi wako au kama una majibu. Hilo eneo ambalo lilitengwa na mtaa wa Makula, kimsingi sisi tumelisikia hapa. Kwa hiyo naomba niahidi timu ya wataalamu itakuja kujiridhisha kwenye hilo eneo, ambayo itakuwa na afisa ardhi, mwanasheria wa halmashauri, lakini pia na dawati la malalamiko. Timu itakuja kwa ajili ya zoezi hilo, kufika kwenye hilo eneo na mwisho wa siku tupate mwafaka. Maelekezo kama alivyosema, hasa ni maelekezo ya mbunge kwa mkurugenzi. Kama alivyosema mwenyewe, niombe timu iliyokamilika ambayo itakuwa na maafisa ardhi, itakuwa na kitengo cha malalamiko, hicho ambacho ndio mtu anatakiwa ulalamike, au wananchi wamelalamika kwa mbunge tayari. Lakini niombe Mheshimiwa Diwani awepo kwenye siku hiyo. Wananchi mlioyasema kwangu mkayaseme vizuri kwenye hiyo timu, ili jambo hili tuje tulipatie ufumbuzi, tujue hasa kuna nini, na mimi nitapata taarifa baada ya hiyo timu kuwa imetembelea. Na wanaweza wasije siku moja tu, yaani nataka mpaka tupate suluhisho la eneo hilo. Kwa hiyo tunaanza huo mchakato wa kushughulikia hiyo, lakini nimeshangaa sana kwa nini hamkumwambia diwani, viongozi, kwa sababu hii ni changamoto. Ndugu zangu, ardhi ya Njombe inazidi kuwa na thamani kubwa. Unaweza ukamkodisha mtu, ukampa mtu leo akawa anakupiga Kiswahili akakugeuka. Tuna migogoro mingi. Afisa tarafa yupo? Naomba uwepo kwenye hilo jambo maana hilo ndio lako haswa. Nilikosea tu kukutaja. Niwaombe sana sana sana. Ardhi ya Njombe ina thamani kubwa na inaendelea kuwa na thamani kubwa. Kwa hiyo tunapomkabidhi mtu kwa masharti na mikataba ya aina hiyo, tuwe makini sana. Yaani mtu mnamuona ardhi mlimpa kwa ajili ya kujenga shule, na yeye atumie. Mnamuona anabadilika, anapanda pines, mpo. Anapanda parachichi, mpo. Mnamwangalia tu. Hii ni ripoti ya Ayo TV na mimi ni Amiri Kilagalila.